Jina langu naitwa Tunu Sanga, nafanya kazi shirika la Okode. Leo tuko hapa na shirika la Uwezo pamoja na Alive. Tunajengea uwezo wazazi, jumla ya 34 ambao wanaenda kujengea uwezo namna bora ya kuweza kufundisha stadi za maisha, na hususan kwenye stadi ya utatuzi wa matatizo. Kwa hivyo watafundishwa namna bora ya kuweza kuwasilisha mada wanapokuwa kwenye uelimishaji, hasa wanapokwenda kwenye sehemu za ibada kama kanisani na misikitini, wanapokuwa wanafundisha kundi la walimu, kundi la wanafunzi, njia bora ambazo ni shirikishi na ni nzuri ambazo zitawafanya wale walengwa waweze kupata ujumbe ama elimu hii ya stadi za maisha, hususan stadi ya utatuzi wa matatizo. Matarajio kutoka kwa wazazi hawa ni tunaamini kwamba baada ya mafunzo haya sasa wataenda kuzungumza, kukutana na makundi mbalimbali, watakuwa wasemaji wakuu, na hata baada ya Okode kuondoka labda Bagamoyo pamoja na huu mradi ambao tunautekeleza, wale wazazi watabaki na watasalia kuendelea kuwa waelimishaji kwenye jamii, na elimu hii tunaamini itawafikia watu mbali kwenye makundi mbalimbali. Katika tafiti tuliofanya mwaka 2021 2022 kuhusu stadi za maisha na maadili, tuligundua kwamba watoto wengi, vijana wengi wana viwango vya chini sana katika umahiri wa kutatua stadi za maisha na maadili. Kwa hiyo moja ya mahiri ambayo wana changamoto nayo ni mahiri ya utatuzi wa matatizo. Kwa hiyo na sisi tumekuja kuhakikisha kwamba tunaanza na hiyo mahiri mojawapo, kuwajengea uwezo wazazi namna wanavyoweza kuwasaidia watoto wao kutatua matatizo mbalimbali yanayowakabili, ili sasa baada ya hapo watoto hao waweze kujengewa. Ziko stadi nyingi za maisha. Kwa mfano tulijaribu kufanya utafiti pia kuhusu kujitambua, tulifanya utafiti kuhusu masuala ya stadi za ushirikiano, lakini hizi zote sasa tumeona tuanze na stadi hii ya utatuzi wa matatizo ili kuwajengea kwanza uwezo vijana hawa. Moja ya wilaya ambazo tulifanya tafiti ilikuwa ni wilaya ya Bagamoyo, na ambapo tuligundua kwamba stadi hizi kwa watoto bado ziko katika hali ya chini na wanatakiwa kujengewa umahiri huo. Nitakuwa najitahidi au tutajitahidi sisi kama champion kuelimisha wanawake wenzetu umuhimu wa kukaa na watoto wao, kujadiliana mambo ya tofauti ya jinsi ya kutatua matatizo katika changamoto wanazokutana nazo. Kitu cha kwanza kuwafundisha jinsi ya kumuuliza mtoto swali, kwamba unataka hiki, mtoto anasema mimi nataka labda niwe daktari, utafanyaje ili ufike ngazi ya daktari? Kwa yule mtoto akiulizwa swali itabidi unamwangalia ni jinsi gani anajibu maswali. Labda kwa mfano atasema mimi nataka kuwa daktari, ili niwe daktari lazima nisome. Lakini kusoma ili kusoma huwezi kuanza juu kwenye ngazi ya chuo kikuu, lazima uanzie ngazi ya chini. Kwa hiyo akubali kushiriki masomo yote, kuwa na nidhamu kwa walimu, kufuata mifano wanayomwambia ili kufikia malengo aliyokusudia. Kwa hiyo yule mtoto mama tutamfundisha ni jinsi gani anaweza kumuuliza mtoto swali, na mtoto jinsi anavyojibu ndio atakavyokuwa anajibu, ndio atakavyoelewa kwamba yule mtoto ni muelewa.